Okay, welcome to my YouTube channel. Leo tunakwenda kujifunza ama nataka tukajifunze jinsi ya kufungua account ya Pocket Option ama unaweza kuita Pocket Money. Hii Pocket Option ama Pocket Money ni application ambayo itakuwezesha wewe kupiga pesa nyingi sana kupitia pesa zako ama kupitia pesa yako ndogo. Lakini pia itakuwezesha kufanya biashara, lakini pia ndio application ambayo imekuwa ikitangazwa kwa hivi sasa kwa kiasi kikubwa hasa katika application makubwa, mfano kama YouTube. So applications zingine nyingi imekuwa ikitangazwa Pocket Option. Sasa unaweza kuwa unajiuliza Pocket Option unawezaje kufungua account yake na kukamilisha, kwa sababu wengi wameshindwa kukamilisha jinsi ya kufungua account ama kukamilisha vigezo vya kuwa na account ambayo iko verified. Kwa hiyo sasa mimi nitakwenda kukupa mbinu ama tutakwenda kuanza moja mpaka mwisho kabisa ama A to Z mpaka account yako kuwa verified. Kumbuka tu mimi naitwa Sauti ya Sifa, hakikisha una subscribe hapo chini ili kuwa kwanza kupata video. Pocket Option itakuwezesha wewe kupata pesa kwa kupanda mlima na kushuka. Rahisi tu kama unavyoona kwenye video. Twende tukajifunza jinsi ya kufungua Pocket Option ama Pocket Money. Let's go. Okay, karibu tena katika kio changu cha simu kwa mara nyingine tena. Leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kufungua Pocket Option, Pocket Option account ama Pocket Money account. So tunazungumzia kitu kimoja ambacho kimeendelea kuwa kinatamba sana, hichi ni Pocket Option ama Pocket Money. Cha kwanza kabisa, hii Pocket Money, Pocket Option utaipataje? Utaipata hapo chini kwenye descriptions, ambayo hiyo ni original kabisa. Descriptions ni hiyo hapo chini ambayo unaona kama hapa kuna kio chako. Utabonyeza hapa katika neno ambalo limeandikwa descriptions, na hii ni chini ya video. Then ukishabonyeza chini utakuta nimekuwekea link hii hapa, ambayo hii link ukibonyeza basi itakupeleka moja kwa moja katika Pocket Money, na hapo utaweza kwenda kufanya maelekezo ambayo nakwenda kukupa hivi sasa kuweza kufungua account yako vizuri kabisa. Sasa kwa kuwa mimi basi ninayo hapa ambayo ni original kabisa na link ndio nimekuwekea hapo chini, basi taifungua kama hivi. Zipo Pocket Blocker, zipo nyingi sana. Hizi Pocket Money ziko nyingi sana. Kwa hiyo angalia usichukue feki ukaja ukajiponza bure ukapoteza pesa zako. Sasa ukishaingia hapa katika Pocket Money ama ukiingia katika hiyo link ambayo nimekuwekea hapo chini hapo kwenye descriptions, basi itakuleta moja kwa moja kwa mara ya kwanza kwenda kudownload application, lakini kwa mara ya kwanza kabisa itakuleta hapa basi utakwenda kubonyeza neno ambalo limeandikwa registration. Ili neno kubwa tap. Baada ya kubonyeza registration, basi vitakuja vipengele vipatavyo vitatu. Cha kwanza ni email, cha pili ni password, cha nne ni enter promo code. Yes. Sasa wewe cha kufanya utakwenda hapa katika hii wanasema email. Hapa kuna email, unatakiwa ujaze Gmail yako ambayo itakuwa labda unaitwa asumani@gmail.com ama asumani27@gmail.com, lakini pia hakikisha kwamba unaijua password ya hiyo Gmail uliofungua. Yani wewe kama ulifungua Gmail yako, kuna password ambayo uliweka kwenye Gmail, ambayo hiyo password utatakiwa uje kuijaza hapa katika password. Sawa Vitu hivi ni siri, ndio maana na vificha sana. Kwa hiyo Gmail yangu mimi ni siri, lakini pia password yangu mimi ni siri. Ila kinachofuata hapa ni promo code. Hii promo code utaweka promo code hizi hapa ambazo nakuwekea hapo ili account yako iwe verified. Sawa Utaweka promo code ambazo unaziona hapo, utaziweka haraka hapo. Hizi hapo, hizi promo code ni za kuzingatia sana. Kwa hiyo utaiweka hizi hapo ambazo nimekuwekea. Utaandika kwa herufi ndogo CNXN, afu utaandika 6, utaandika LHXHC, utainta hapo kwenye
promo code ili akaunti yako isije ikakusumbua baadaye, kwa sababu kama auto enter hapo basi akaunti yako itakuja kukusumbua kwa sababu itakuwa haina enter promo code. Ila ukiweka tu hivyo basi akaunti yako itakwenda kuverify vizuri. Lakini pia hii promo code naiweka hapo chini, pia kuna descriptions, kama utashindwa kuicopy hapa utaichukua tu hapa afu zeni utakuja kuiweka hapo katika enter promo code. Baada ya hapo vipengele vinavyofuata ndio hivi hapa sasa. Baada ya kujaza hivyo basi utakwenda katika neno ambalo limeandikwa I have a lead and accept the following agreement public offer. Sasa utaweka tiki hapo. Tap. Ukishaweka tiki utakwenda kubonyeza hilo neno ambalo limeandikwa registration. Tap. Baada ya kubonyeza hivyo basi wanasema kwamba ungependa kuhifadhi neno siri lako kwenye Google. No, wewe kama ungependa kuhifadhi hilo neno siri utahifadhi, kama ukikataa basi utabonyeza kamwe, ila mimi nitahifadhi. Tap. Baada ya kuhifadhi sasa basi Pocket Broker inakuwa inaonekana kufunguka, lakini sasa hii account inakuwa sio verify. Tunahitaji account ambayo itakuwa verify, account ambayo itakuwa imewezeshwa, account ambayo tutakuwa tukipata pesa nyingi, ama tutakuwa tukiweka pesa basi pesa zinajijaza zenyewe. Lakini pia itakuwa kwamba wanasema account ambayo itakuwa tunafanya biashara. Sasa hapa cha kwanza anakuambia kwamba hivi, hello and welcome to Pocket Broker, join more than 19 million traders from all over the world. Kwamba wanakupa wanasema trades 19, ambapo hii ni offer ambayo ni pesa ambayo unaikuta humu. Then mimi nita continue hapa. Baada ya kucontinue basi wanasema kwamba account setting hapo Tanzania T-shillings, hapo pia utaconfirm. Baada ya kumaliza step hizo utabonyeza neno ambalo limeandikwa start. Ukishabonyeza start basi application itaanza kusearch na kuleta jambo ambalo linakwenda kufuata kwa hivi sasa. Sasa ukishakuwa umejiunga kama hivyo basi application yako itakuleta hapa. Hapa itakuwa ikikuonyesha kwamba kama aviator fulani, ambao hii aviator takufundisha kuicheza hapo baadaye, ama mfumo takufundisha kwamba unatakaje, lakini pia unapataje pesa kupitia mfumo. Ila cha kufanya kwa sasa itakubidi uende katika sehemu moja ambayo imeandika Quota Layer. Hii hapa T's Shares utaibonyeza. Ukishabonyeza hapo basi watakuletea maneno kama haya, lakini wewe utachagua neno ambalo limeandikwa profile. Baada ya kuchagua profile basi tunaona kwamba kuna vitu ambavyo bado havijakamilika. Hapa chini kuna hivi vitu ambavyo bado vinakuwa sio verified bali ni unverified. Sasa hivi itabidi uvikamilishe vizuri kabisa. Utavikamilishaje? Basi utakwenda kubonyeza hapo hapo. Tap. Ukishabonyeza hapo basi itakuleta katika page ambayo hii sasa ni page ya kwenda kuverify account yako ya Pocket Broker ama Pocket Money kuwa account ambayo inatambulika kiserikali, lakini kuwa account ambayo itakuwa inakuwezesha kupata pesa nyingi sana kupitia tu simu yako ya mkononi, aidha kwa kuhifadhi ama kwa kufanya biashara mbalimbali hasa za mitandaoni, lakini pia kwa kucheza ule mchezo wa mlima ambao utakuwa unapanda unashuka na unajipatia pesa nyingi zaidi. Sasa hapa wanasema kwamba email verification, kwamba tatumiwa email verification, basi ta continue. Baada ya kucontinue itabidi sasa tuanze kuverify vitu. Mfano kama hapa tunaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho bado hatuja verify. Na hii ni kumbuka kwamba ni identity info.
yani ni identity yangu, yani identity yangu. Sasa hapa itabidi nijaze jina langu, sawa Hapa katika first name, hapa tajaza jina langu. Jina langu naitwa nani? Naitwa Sauti ya Sifa. Kwa hiyo hapa nitaweka tu Sauti. Baada ya kuweka Sauti nitapiga tiki. Lakini pia nitakuja hapa chini taweka hivi ya Sifa. Sasa na wewe inabidi ufanye njia hii na kuweka jina lako lililo sahihi. Lakini kitu kinachofuata ni wanasema email. Email nayo inakuwa ni unverified, yani bado haijakubaliwa. Sasa wewe cha kufanya utabonyeza send. Hakikisha kwamba Gmail hiyo iwe katika simu yako ama iwe katika kifaa ambacho umesendi wanasema umesendi kodi zako, yani hiyo Gmail iwe active kwa muda huo ambapo watakutumia kodi fulani ambazo zitaingia katika Gmail yako, na baada ya hapo basi utazichukua utakuja kuziweka hapa uta continue tena tap. Baada ya hapo sasa kuna kodi zitatumwa kule ambapo kuna hizo kodi nitakwenda kuzilinki kwa huko moja kwa moja, utaona. Sasa baada ya hapo kuna neno ambao wameandika phone. Wamesema phone, yani maana yake namba ya simu. Utaweka namba yako ya simu hapo. Zeni mimi nitaweka namba yangu ya simu. Baada ya hapo utapiga tick. Basi namba ya simu inakuwa imejiweka, lakini pia ni lazima uweke tarehe yako ya kuzaliwa. Date of birth. Hii ni tarehe yako ya kuzaliwa utaweka. Baada ya kuweka hivyo utapiga tiki pia. Basi itakuwa imejiweka hivyo. Lakini pia wanakuambia kwamba Islamic halal account, kwamba wanakuuliza je, hii account ni ya Kiislamu? Umeona hilo swali? Kwa kama sio ya Kiislamu utaacha kuwasha, lakini kwa kuwa mimi ni Muislamu basi nitaweka kwamba yes ni ya Kiislamu. Tabonyeza. Hivi ndivyo tunavyokwenda kuverify account ya Pocket Breaker live kabisa kupitia channel yetu pendwa kabisa ya Teacher Sauti ya Sifa. Sasa baada ya hapo kuna kitu ambacho kingine ni muhimu sana ambacho hichi kinaitwa Pocket, wanasema identity status. Hii itakuhitaji uwe na vitambulisho. Ukisikia neno ID maana yake ni vitambulisho. Hapa naona imesema hivi, to start the verification procedure please select the country of residence which is indicated in your ID document. Sasa hapo inamaanisha kwamba itatakiwa uwe na vitambulisho fulani, ama wanataka kujua je, wewe unatokea nchi gani, na kweli wewe ni mtu ambaye unafungua hii account. Je, vielelezo na mambo uliojaza hapa ni ya kweli? Kwa sababu hii account inahusika na masuala ya pesa. Sasa endapo kama pesa zikipotea ama ukazulumiwa ama ikawa kitu kama hivyo, inakuwa ni mbaya kama utakuwa na vitambulisho ama hautokuwa unajulikana unatokea wapi. Kwa hiyo hapa kuna identity status, utapabonyeza. Ukishapabonyeza hapo kuna wanasema identity status, zeni kitotokea kitu kama hicho hapa cha chini, lakini cha kufanya utakwenda hapo ambapo wameandika choose the country, yani chagua nchi yako. Hapo katika kuchagua nchi yako hakikisha kwamba unachagua nchi yako ya ukweli kabisa. Kama unatokea Kongo, chagua Kongo. Ila mimi kwa kuwa natokea Tanzania, basi nitachagua Tanzania hapa. Tanzania iko wapi? Tap Tanzania hii hapo. Baada ya kuchagua hivyo, basi nita confirm. Baada ya kuconfirm, basi kweli nakuwa nimeweza kuweka nchi yangu. Lakini kitu kinachofuata hapa, hichi hapa kina search. Hichi hapo anasema kwamba that and privacies, kwamba hapa nitakubali tu, utapiga tiki hapa, utapiga tiki. Baada ya hapo utakubali. Baada ya kukubali sasa wanakuambia kweli wewe unatokea Tanzania, lakini tunahitaji ushahidi ama ushuhuda. Je, kweli wewe unatokea Tanzania?
Sasa cha kufanya, utakwenda kuchagua hapa vitambulisho ambavyo utakuwa navyo wewe mwenyewe. Mfano kama unaweza kuwa na kitambulisho cha ID card ama passport ama residence permit ama driving license. Yes, yani kitambulisho cha udereva, lakini mimi napendelea kuweka ID card. Hichi ni kitambulisho ambacho unaweza kukitumia hata cha mpiga kula. Nadhani watu wengi sana mmepiga kula na mna vitambulisho vya mpiga kula. Kwa hiyo uta continue tu hapa kuweka kitambulisho changu cha mpiga kula. Wanakuambia hivi, hicho kitambulisho cha mpiga kula unatakiwa upige mbele na nyuma na ututumie sisi. Sasa wewe cha kufanya, utakwenda kubonyeza wanasema continue. Tap. Baada ya kubonyeza continue, basi utaenda pale ambapo umeandika upload document. Upload document. Lakini pia wanakuambia ruhusu kamera. Ila utaenda hapa katika upload document. Tap. Ukishaenda hapo, wanakuambia kwamba kuna front side lakini pia kuna back side. Back side ni nyuma ya kitambulisho, lakini pia front side ni mbele ya kitambulisho. Kwa hiyo utachagua kwanza hii front size. Utaweka hicho kitambulisho chako cha mpiga kula mbele hapo. Yaani utakipiga picha kwa mbele, alafu zeni utakifuata hapo kwenye profile yako. Ukibonyeza tu hapa front side. Tap. Itakuleta kwenye documentary kama hii. Kuna kamera, kuna file. Nenda hapo kuna maudhui. Ukishaingia hapo kuna maudhui, itakuletea picha pamoja na video zako zote. Tafuta hicho kitambulisho chako ambacho ni kitambulisho halali ambacho unakitumia wewe kama wewe. Lakini pia unaweza kutumia cheti cha kuzaliwa, vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa mimi nitatafuta hapa kitambulisho changu cha mpiga kula. Yes, na kitafuta hapa haraka. Hichi hapa tapiga tiki tu hapo. Baada ya kupiga tiki, kitakuwa kinajiupload. Sasa takwenda na hapa back side. Taweka cha nyuma, yani takigeuza taweka tena nyuma. Baada sasa ya kuweka na nyuma, kitambulisho changu mimi ndio hichi hapa. Kwa hiyo nimeweka mbele ID card, nimeweka mbele, lakini pia nimeweka na nyuma ambacho ndio hichi hapa kinajijaza hapa. Tusubirie majibu kwa sababu wanakichunguza, wanakiangalia hapo live kabisa. Kikishakuwa kimechunguzwa na kikajulikana kwamba kiko vizuri, lakini pia mambo yako mazuri, basi taruhusiwa kutumia ama taruhusiwa kutumia Pocket Broker, lakini pia taruhusiwa kuendelea kutumia, lakini pia account yangu itakuwa verified. Lakini kitu kingine sasa ambacho kinakuja hapa, yes, huku naona imeshaingia, vyote vimeshajiweka hapa. Baada ya kuwa imejiweka, utaweza continue. Ukisha continue, then inatakiwa iwe verified pia na hapa. Hii hapo ina search, tusubirie kidogo. Wanakuambia kwamba document tape ndo hizi. Hii hapo ina search. Hiyo. Naam, sasa kinachofuata ni kwamba wanahitaji kujua, je, hiyo sura yako hiyo ambayo unayo hapo ipo katika kitambulisho chako, ama je, wanahitaji kujua kwamba wewe uko hai. Hii hapa inasema hivi, get your camera layered, kwamba wanakuambia je, wanahitaji kujua wewe ni mtu ambaye uko hai. Kwa hiyo sasa itahitajika ufate vigezo na masharti ambavyo wanahitaji wenyewe. Hapa wanahitaji ujipige picha ama ujizungushie duara fulani ambalo utakuwa unaonekana wewe hapo. Hakikisha kamera yako ya mbele inafanya kazi. Kwa hiyo uta continue. Then ukisha continue nakwambia hivi, allow camera access, kwamba ruhusu kamera uendelee na utaratibu. Sasa utakwenda kuruhusu kamera ili niweze kuendelea na utaratibu, niweze kwenda kuverify. Sasa ta continue. Yes, inafanya connection. Yeah, utakuwa ukigeuza sura kama hivyo unavyopata kuona hapo. Yes, ndo hivi.
Hii hapo utakuwa ukigeuza sura kama hivi. Hii hapo wanakufundisha kwamba geuza hivi. Yes. Yes, umeona wala kufundisha kwamba geuza hivi. Yes, hapa wanakuambia kwamba geuza upande huu. Kwa hiyo pia na hapa tageuza. Baada ya hapo nasubiria tena maelekezo kwamba wananiambiaje juu. Wananiambia juu. Baada ya hapo basi nadhani kwamba mchakato utakuwa umekamilika kama hivyo unavyopata kuona, na hapo basi inakwenda kudhibitisha live kabisa bila chenga. Basi hapa wanasema kwamba we are processing your data, your verification status with Apple Health. Wanasema kwamba ipo katika process, lakini pia hapa wanasema identity document tiki, liveness check tiki. Wananiambia kwamba walikuwa wanaangalia uwai wangu live kabisa, imepiga tiki. Hii hapo tayari your profile has been verified, kwamba profile tayari imekuwa verify. Sasa lakini kuna mambo machache sana ya kumalizia. Mfano kuna hii wanasema social trading. Hii ni kwamba utaweka avatar yako ama picha yako ambayo utakwenda kuitumia hapa katika Pocket Money ama Pocket Broker. Kwa hiyo uta click or drop image here, tap. Baada ya kuklik hapo itakuletea pia maudhui yote. Kwa hiyo utakwenda kuweka picha yako live kabisa. Hii ni account yangu ambayo nakwenda kuifungua Pocket Broker ili niweze kupiga pesa na mimi niweze kupata pesa kupitia Pocket Broker, Pocket Money. Basi hapo utatafuta picha yako ambayo utataka ikae katika wasifu wako ama profile yako. Kwa hiyo mimi nitakwenda kutafuta hapa picha ambayo napenda hii hapa. Baada ya kuipaki hapa itakwenda kujipaki pia na yenyewe chap live kabisa hapa, lakini pia itakwenda kujipaki haraka. Hii hapo imekwenda kujipaki hapo mara baada ya kuibonyeza. Kwa hiyo inakuwa kama hivyo, lakini pia hapa chini kuna aka kamshale ambao ukipeleka hivi inakwenda jisogeza, inajijaza. Lakini pia unaweza kuichezesha kama hivi ili kae vizuri. Mimi napenda ikalie hapo, kwa hiyo ta save. Baada ya kusave ita search kidogo ili kuonesha kwamba basi mfumo umekubali ama inakwenda kujiweka katika akaunti yako ya Pocket Broker. Baada ya hapo basi avatar yako itakuwa ni hiyo ambayo umeichagua wewe. Yaani picha yako ya wasifu itakuwa ni hiyo ambayo umeichagua wewe katika Pocket Broker. Kitu kinachofuata ni kwamba wanakuambia hide my profile, yani kwamba feature profile yako. Kama unahitaji kuficha profile yako utabonyeza aka kadudu utakawasha, lakini kama unahitaji kila mtu aione utakaacha hivi hivi, ila mimi nitaficha. Baada ya hapo chini hapo wanakuambia nickname, yani jina ambalo utakuwa unalitumia. Mimi hapa taandika hivi. Baada ya hapo utapiga tick. Baada ya kupiga tiki ita search. Wakati na search basi hiyo itakubali kama hivyo, search profile that of being changed successful, yani maana yake imekubali. Baada ya hapo basi utakutana na easy wanasema notification ama button ambazo zitahitaji kuzima ama kuwasha, hizo achana nazo. Zeni hapa chini utakutana na lugha ambayo utahitajika wewe kuitumia ama utaipenda. Mimi napenda kutumia Kiswahili, kwa hiyo nitaweka tu Kiswahili hapa. Baada ya kubonyeza Kiswahili basi ita search kidogo, halafu zeni account itakuwa imekamilika hii hapa. Lakini kumbuka kuna kitu kimoja ambacho bado hatujakamilisha, ambacho na hichi inakuwa ni muhimu sana na wanakidai hapa. Hii ni kuhusiana na Gmail account. Maana account yote inakuwa imeshakamilika na hii account hapa ilipo
iko verify kabisa, mtu unaweza ukaitumia. Hii ni Pocket Money ama Pocket Blocker. Kwa hiyo sasa hapa hapa itanibidi niende kuangalia kwamba, kwa hiyo sasa hapa kitu ambacho kimebaki ni wanasema kuthibitisha kwamba hii Gmail yangu ambayo naitumia katika Pocket Blocker, je, iko makini ama ni Gmail yangu? Hii bwana, utabonyeza hapa katika send ama tuma tena. Tap. Ukishapa bonyeza hapo, hii Pocket Money itakuwa ikihesabu sekunde, ambazo hizi sekunde, kwa hiyo hizi dakika hapa zinavyohesabu, kuna ujumbe ambao tunausubiria, ambao ujumbe huo utatumwa kupitia Gmail ambayo utakuwa umeiweka hapo. Hakikisha umeweka Gmail ambayo ipo active ili uweze kupata ujumbe huo, ama ili uweze kupata barua pepe hiyo, ambayo barua pepe hiyo itakuwa imekuja na uthibitisho ili wagundue kwamba hiyo Gmail ambayo unayo hapo, je, ni ya kwako. Kwa hiyo cha kufanya, utaisubiria hiyo barua pepe itumwe. Zeni ukiona haijafika, basi ujue kwamba Gmail box lako alina option ya notification. Kwa hiyo utafuata huko katika Gmail. Utaingia pale katika Gmail. Ukishaingia hapo, hakikisha kwamba Gmail mapokezi iwe ni ile ambayo umeiweka pale katika, wanasema katika Pocket Money ama katika Pocket Option. Kwa hiyo sasa hapa naona kama ujumbe bado hujafika kuhusiana na kuthibitisha. Kwa hiyo nitausubiria kidogo. Naam, ujumbe utakuwa kama huwa hapa umeandikwa Pocket Option. Hii hapa. Kwa hiyo ukifungua utakuwa umetumwa kwako hapo kwenye Gmail yako. Ukifungua moja kwa moja utakuta umekuandikia veri email. Kwa hiyo utabonyeza hiyo veri email. Ukishabonyeza pale patakuwa pako verified, pia pataandika verified. Kwa hiyo ukitoka kwenye hiyo Pocket Blocker yako ama Pocket Money yako, ukaja ukaingia tena, utaikuta imebadilika kwa sababu akaunti yako itakuwa ipo katika verified account ama account ambayo imeanza kutumika kuchuma pesa. So hii inakusaidia wewe kuweka pesa, lakini pia inakusaidia wewe kupata pesa kwa kuwekeza pesa ndogo, lakini pia inakusaidia wewe kucheza wanasema kucheza mchezo fulani hivi ambao utakuwa kama Aviator, ila sio Aviator, ni mchezo ambao unakupa pesa nyingi sana kupitia Pocket Money ama Pocket Option. Lakini pia hii inakusaidia kufanya biashara za mtandaoni na biashara zingine kadha wa kadha, lakini pia ina fursa nyingi sana. Kwa hiyo endelea kutumia. Mimi nilikuwa nimekuja kufundisha jinsi ya kufanikisha kuweza kufungua hii Pocket Option, kuverify account mpaka kukubalika, na kuwa ukiingia tu inakuonesha kama hivi ambavyo inaoneshaga kwenye tangazo. Mchezo ni kwamba ukiona kakadoti kapo hapo chini, ukibonyeza juu basi kanatakiwa kapite sehemu ambayo utakuwa umepoint, yani kaende paka juu, ndivyo unavyoenda unapata pesa. Lakini pia ukibonyeza kaka mshale kekundu, ni maana yake kwamba hizo mistari zitakuwa zinashuka chini. Kwa hiyo zikipanda juu unakuwa umefeli. Mfano, takwenda kubonyeza hapa katika Cute Layer. Hapa takutana na pesa ambazo zipo kwenye hii Pocket Option, ambazo ni kama vile faida yangu takriban 50,000. Hii 50,000 kwenye kiasi ukifikisha kama vile takriban laki kadhaa ama milioni 1, unaweza ukaitoa pia. Kwa hiyo nitakwenda hapa kwenye Cute Demo. Kuna Cute Layer na Cute Demo. Utakwenda hapa Cute Demo kwanza, ili niweze kutumia hiyo 50,000 kuchezea hapa, labda naweza kuwa na bahati nikapata million size, nikapata 500,000 size. Kwa hiyo naenda kutumia hii Cute Demo kwa sababu ya kukuelekeza tu. Cute Demo ndio hii hapo tayari nishaweka. Kwa hiyo juu hapo kuna pesa za offer ambazo nimepewa na Pocket Money. Sasa mfano kama mimi hapa tabashiri kwamba mstari inavyoonekana hapa, mstari utashuka chini. Umeona hapo kadude kekundu kanatakiwa kasipitwe, inamaanisha inatakiwa ishuke chini tayari, na kwa nimekula huko juu.
Lakini pia kuna hapa chini, ambapo hapa chini kuna time. Hii time manake nabonyeza kitu sekunde 5 kinajitoa, yani kinakuwa kimejikeshi out. Kama nimefeli. Lakini pia kuna hii wanasema amount. Hii amount ni kwamba nitakuwa nashinda dola, yani nitakuwa nashinda dola 10. Kwa hiyo mimi nitaongeza hapa, nitaweka 20,000 ili tuone mabadiliko hapo juu. Hii hapo 200, hii hapo 2000, 20,000. Baada ya kuweka 20,000 sasa nitakwenda sasa kuweka. Hapa inaonekana hiyo imepanda, hii inaonekana itashuka. Tap hiyo. Tap, nimeshakula. Ilikuwa 50,000 hapo kumbuka, lakini sasa imekuwa 68,000. Kwa kama umeweka real zile Qta, yani pesa zako za kiukweli, kuweka kama umeweka hapa, utakuwa unapata pesa kuzidi pale katika mchezo wa Aviator. Utakuwa unapiga pesa nyingi sana. Muda mwingine tutakuja kujifunza jinsi ya kuweka pesa hapa, lakini pia tutakuja kujifunza jinsi ya kutoa pesa. Cheki kama hapa, mfano hapa inashuka hii. Hii hapo. Hiyo. Imepanda, nimeliwa. Tap, nimeliwa hiyo. Lakini pia hapa tuseme inashuka. Hiyo imepanda. Imeshuka, nimekula. Tap, hii hapo. Umeona? Lakini pia unaweza kuweka hizi dakika hapa ukaziongeza. Mfano hapo nimeweka sekunde 6, sekunde 7. Sasa mimi nitaweka dakika 1 na sekunde 8, alafu then kushuka chini. Hii hapo. Kumbuka kwamba tuna dakika 1, hizo hapo dakika zinahesabu hapo. Hadi hizo dakika ziishe ndo kitu kitajikeshi. Cheki pesa hizo. Kwa hiyo kama hapo ingekuwa imeshajikeshi ningekuwa na pesa nyingi sana. Hiyo inamaanisha ikipita huo mstari juu hapo basi nakuwa nimeshindwa, ila hii hapo hiyo inashuka. Hiyo inapanda tena mama yangu. Hiyo. Yes, umeona? Hiyo. Angalia huko mstari huo. Angalia kule juu. Kuna dakika 40, ingekuwa ni dakika ndogo nimeziweka, basi uwezekano wa kula ungekuwepo. Hii hapo. Kuna sekunde 32, 31, pesa ijikeshi. Mstari unazidi kupanda juu. Unapozidi kushuka chini, kama umeweka ni chini, pesa zinazidi kuwa nyingi, unazidi kuwa unakula kiasi kikubwa zaidi. Yes, hii hapo kuna 20, kuna 19, mama mstari unapanda tena juu. Yes, unataka kuniharibia. Kuna sekunde 13, kuna sekunde 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 tayari. Nimekula. Hii hapo imekuwa 66,000. Kwa ni rahisi sana kupiga pesa kupitia Pocket Option. Hii nimekuonesha tu mchezo wao ambao wameendelea kuwapa pesa watu wengi sana. Wameendelea kupata pesa nyingi sana. So muda mwingine tutakuja kujifunza jinsi ya kuweka pesa kwenye Pocket Money na pia kutoa. Lakini kama unataka kudownload ama unahitaji kuingia katika option ya Pocket Money, hakikisha unabonyeza link ambayo iko chini hapo. Link utaiona kama hivi. Hapa chini kuna neno limeandikwa description. Hakikisha unalibonyeza hilo neno description. Ukishalibonyeza litafunguka, afu zeni kwa ndani hapo utakuwa unaona link hii hapo. Hiyo linki utaibofya tu. Ukishaibofya tu basi itakupeleka moja kwa moja kwenda kufungua Pocket Option, uanze kufanya biashara, lakini pia uanze kupata pesa kwa mchezo wao huu, lakini pia uanze kuweka pesa na kukuza kipato chako. Yes, hivyo ndivyo jinsi ya kufungua Pocket Money ama Pocket Option mpaka kuwa katika verified ama kuwa na account verified. Utafuata step hizo moja kwa moja. Basi hii Pocket Option itakuwezesha wewe kuweka akiba. Unaweza kuweka 5,000 ndani ya siku moja ukatoa paka 50,000, lakini pia unaweza kufanya biashara za mitandaoni kupitia Pocket Option kama wanavyotangazaga kwenye matangazo yao. Kupitia Pocket Money kama wanavyotangazaga kwenye matangazo yao ukishakuwa na account verified. Asante sana kutazama video mpaka hapa. Nikukumbushe tu kama bado hujatoa comment, toa comment neno lolote hapo zeni, lakini pia kama bado like, lakini pia kama bado hujajiunga na mimi yani hujasubscribe, hakikisha una subscribe ili video zingine zisikupite. Mimi naitwa Sauti ya Sifa, wewe unapenda kuniita Teacher Sauti ya Sifa. Bye.